Naomba ufungue nami katika kitabu cha Zaburi 9, Psalm 9, Zaburi mstari wa 9, sura ya 9 mstari wa 8. Na tasoma kwa Kiingereza na pia na Kiswahili. The Bible says verse 8, Psalm 9 verse 8, verse 7 and 8. The Lord is king forever. He has set up his throne for judgment. He rules the world with righteousness. He judges the nations with justice. Verse 7 and 8 Kiswahili. Lakini Mwenyezi Mungu anatawala milele. Ameweka kiti chake cha enzi apate kuhukumu. Anahukumu ulimwengu kwa haki. Anayaamua mataifa kwa unyofu. Justice. Father, we thank you for the reading of your word, and may you bring the insight of this revelation to us. In Jesus' name I pray. Say my name. Leo nataka nizungumze kuhusu justice of God. Haki ya Mungu, the justice of God. Bwana asifiwe sana. Nimesikia imani ya watu wawili. Bwana asifiwe sana. Nimesikia watu watatu sijaisikia. Nataka niombe kusikia nyinyi yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Thank you so much. So, nataka nizungumze kuhusu haki ya Mungu. Na si yule msemo, sijui kwa nini inatoka hivyo. Si yule msemo watu wanajifanya inaitangwa aje? Kuhapa, nayo sio hiyo. Sizungumzi hiyo ya kuhapa. Bado ninaongea kuhusu ile haki yake Mungu. Haki yake Mungu. And I want to begin by saying that justice has to do with fairness. Ama haki inaongelelea mambo ya kufanya vitu pasipo kuegemea upande mwingine, ama pasipo kuegemea upande mmoja. So that means that we can talk of God as a just God. Tunaweza ongea kuhusu Mungu kama Mungu ambaye ni Mungu anayetoa haki. Yes, he favors. God huwa anatoa favor, favor na Kiswahili ni nini? Kibali. Thank you. Yes. Kibali. Unapata kibali. So, Mungu anaweza peana kibali, lakini hata anapopeana kibali, anakipatiana kibali kwa haki. Anakupatia kibali kwa haki. Akupatii kibali tu kwa sababu umekaa. And hicho kibali, there's nothing you have done. Uko tu mtu tu hivi tu, ujali mambo yake, ujali watu, ujijali wewe mwenyewe, unaishi dunia yako. Kibali anapeananga ndio, lakini pia kwa haki. Leo hii kuna watu wengi sana ambao wako katika prison, na wako pale kwa sababu walikuwa na cases katika maisha yao. Na hizo cases, most of them they were ruled either to their favor or not. Either ilikuwa mzuri, ilitokea vizuri ama hapana, lakini wako pale kwa sababu kuna kesi iliamuliwa. Na hiyo kesi kunaye ambaye alihusika, hakimu aliyehusika kuweza kuleta haki ama kuamulisha kesi ile. Na akasema wewe umepatikana na makosa, na wewe kifungo chako ni cha hivi na hivi na hivi. Siku moja nilikuwa ninaendesha gari kitambo kidogo mahali nilikuwa nimeajiriwa. So niko na gari ya kazi ambayo nyuma haikuwa na brake light moja na sikuwa ninajua. So nikasimamishwa na askari, akaniambia kanyaga brakes, nikakanyanga, hauna brake light moja. Nikaingizwa, akaingia kwa gari. Akaniambia twende police station. So katika barabara najaribu kumwambia sikuwa najua, nisamee nini. Nao anasema unakusamea bure.
Na kusamea bure. Nami ni wale ambao nilifanya uamuzi na moyo wangu. Hivyo unataka sitaki. Twende. So tukaenda mpaka police station, sikupea kile alikuwa nataka cha kando. Nikaenda nikalipa cash bill nilikuwa nalipa. Alafu nikaambiwa tukutane kotini siku fulani. Nami nikaamka mapema nikaenda kotini hiyo siku. Na nikaitwa jina langu. Sami Mbogo unastakiwa kwa sababu ya kuendesha gari ambalo alikufa kwa barabara. Alikuwa na matawi, unakubali unakataa. Nikakubali, sema nakubali. So nikaambiwa, nikasomewa vitu hapo sijui sheria nini. Alafu nikaambiwa unapatikana na hatia na unapigwa faini ya shilingi 1000 ama kifungo cha siku 30 prison. Nikastuka, hata ile faini ya 1000 sikuwa zimesikia. Ni kama hii ya mwisho ndio nilisikia, hii ya 30 days prison. Na nilikuwa nakumbuka ilikuwa imebakisha 1 month, I think 1 month ama 2 to my wedding. Nikasema what? So lakini what I'm saying to me ni kwamba hakimu aliyekuwa anajaji ile kesi yangu alinihukumu kwa haki. Kwa sababu kweli ni kwamba niliendesha gari ambalo halina brake lights na haufai hata kama sikuwa najua. So nikaona haki nimepewa. So mimi nikalipa 1000. Nilikuwa nimetoa cash bill ya 3000. So wakanirudishia yangu bili, mimi nikaenda nyumbani. So what am I saying? Kuna hali ya kujajiwa ama kuhukumiwa, na hakimu mzuri ni yule ambaye anatoa uamuzi wake kwa haki. Na huyu Mungu wetu ambaye nazungumzia kuhusu siku ya leo ni Mungu ambaye yeye hapakwi. Si mnajua kupaka? Na Kenya tuko wazuri sana kwa kupaka. Na labda hata unaniangalia vizuri hivyo umepakana. Mungu akusamee na ufanye uamuzi kutoka siku ya leo utafanya nini? Hautapakana. Siku na siku niliwaambia hapa, nimetoka kwa ofisi fulani Nairobi ya serikali sana. Na walikuwa kuna venye wanatakanga wafanye vitu ndio waweze kufanya nini? Na nikakataa, nikasema wafadhali. So nikiwa kwa barabara, nikiwa kwa matatu nikikuja, I think one of my sisters akanipigia simu, nikamwambia juu alikuwa anajua kwenye ndiko. Umefanikiwa? Nikamwambia sijafanikiwa. Lakini nikamwambia hata nikikaa miaka 10 ile kitu nataka nitapokea, lakini siwezi toa kitu hapo. Mtu anashida pastor, wewe ngoja. Ni sawa nitangoja lakini sitoi. So wakati nilimwambia miaka 10 afadhali ikae ndio nipate hiyo documents, na document ambayo unaweza pewa na siku 2. Kuna mama alikuwa kando yangu, akaangalia, akaniangalia, akasmile. Sasa sikujua smile yake ni kuniona wewe ni mjinga ama sijui, sikuelewa. Sijui inaweza kuwa mara mbili aliona hii Kenya nani ama good job either way. Kwa vyovyote vile sijui. But what I'm saying is this. Ni vizuri kujua kuna umuhimu wa kutembea katika haki. Na Kenya yetu imaanisha kwamba hata corruption, hata kama corruption imejaa, kwa sababu hata ukiangalia some of the cases ambazo watu wako ndani yake, some of the cases wengi wako prison, wako pale si kwa sababu walifaa, ni kwa sababu ya either corruption ama tamaa ama kitu inaitwa morality, tabia. Kwa sababu mtu alisimama na ukweli huu, mwingine anaona huo sio ukweli, makosa ni makosa. Usimame na haki lakini mwingine aone kama ni makosa. That is man for you. Huyo ni mwanadamu. Lakini Mungu ambaye ninakuletea asubuhi ya leo ni Mungu ambaye ni wa haki, na yeye handanganywi. You cannot manipulate God. Praise the name of Jesus. Hata watu ambao wamepata makazi, sijui wewe ulipata kazi yako kupitia nini ama aje, because kuna watu hata leo wamepata kazi kupitia some form of manipulation. Either wamemanipulate kupitia kutoa pesa, ama miili yao wenyewe, ama mali yao, ama wakamanipulate watu wengine wakafutwa wao wakaingia. Whichever way, fine. But that is man. Lakini Mungu wetu
Ni Mungu ambaye yeye husimama kwa haki na yeye hakui manipulated. Hachezewi shere, hachezwi chenga hivi hivi. Na ukimcheza utafikiria wewe ndio unamcheza, lakini utachezwa. Utachezwa, huwezi kumcheza. Na ndio sababu ile scripture ambayo nimesoma asubuhi ya leo katika Psalms 9 and verse 7. Mwenyezi Mungu anatawala milele. So he was there, he is today, and tomorrow he will be, even when you are not there. Amen. Kabla uwe Mungu alikuwa. Amen. Na sasa wakati yuko. Amen. Ukiondoka, hataondoka na wewe. Anabaki kuwa Mungu. Na ndio mwimbaji mmoja yuko akaimba akasema, acheni Mungu aitwe Mungu. That person must have had a big revelation. Acheni Mungu aitwe Mungu. Inaweza kuwa ni wakati wa dhiki, wacha na yeye aitwe Mungu. Inaweza kuwa ni wakati kifo kimekuja na uelewi, yeye ni Mungu, hakuika Mungu. Anabaki kuwa Mungu. Praise the name of Jesus. So yeye anatawala milele. Alafu anasema, ameweka kiti chake cha enzi apate kuhukumu. Ameweka kiti chake, kuna kiti chake Mungu. Na hicho hakikaliwi na mwingine, wacha kile cha mzee kwa nyumba. Unajua mzee kuna kiti yake kwa nyumba? Ama sijui siku hizi ama iko hivyo, lakini kwetu those days kuna kiti ambacho tulikuwa tunajua ni ya mom and dad. Hiyo dadi kama unaweza ikalia ni sawa, lakini ukimsikia mlangoni unatoka hapo mbio. Akuje asikute imekaliwa, ama ya mama pia. That is okay. But ya Mungu ni yeye tu anaketi pale. Praise the name of Jesus. Amen. Ya viongozi tunaweza kalia. Kuna siku tukiwa high school tulifanya trip ya kwenda parliament. Those days I think ilikuwa ni siku za Ole Kaparo. Na tulikuwa tunasikianga huyu mzee mahali anakaanga. So everybody alikuwa anatamani kufika huko. So tulipofika parliament, na hiyo siku wa parliament haikukua. Kila mtu alikalia kiti ya Kaparo. Na unapigwa picha kama speaker. Na unasikia vizuri umekalia kiti kikubwa ambacho speaker wa parliament anakalia. Lakini chake Mungu hakuna anayeweza kukikalia. Hicho ni chake peke yake. Amen. Na Biblia inasema ya kwamba ni cha enzi ndiposa apate kuweza kuhukumu. So Mungu wetu anahukumu. And that is why I'm talking about the justice of God. Now justice ni kitendo, na pia justice ni mtu. It's a verb and it's a noun for the students. Noun in the sense kuna mtu na ndio sababu nasikia kuna justice so and so. Justice so and so. So even Mungu na yeye anatoa hukumu as a judge. Na ndio sababu unakuta ya kwamba anasema anaketi kiti chake cha enzi apate kuhukumu. Verse 8. Anahukumu ulimwengu kwa haki. Praise the name of Jesus. Kwa hivyo hakuna siku utahepa kufuata taratibu ya mambo vile ambavyo inafaa na ufikirie Mungu anafunga jicho hataona. Unaweza kuwa umeokoka ama haujaokoka, unamjua Mungu ama haumjui Mungu, lakini Mungu ikifika wakati wa yeye kuweza kuleta haki ama kuweza kuhukumu, he will judge in righteousness. Atahukumu kwa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. I think I've said this, that God cannot be corrupted, and that is true. That is who he is. He will judge the world in righteousness because he is righteous. Na ni vizuri tuweze kujua, ndiposa haki iweze kutolewa. Haki ama hukumu inatolewa baada ya kitendo fulani. Mimi wakati niliendesha gari ambalo halina brake lights, nilihukumiwa kwa sababu ya kitendo hicho, kufanya hilo jambo. So it was not because I had done nothing. It was because I had done something. Now I want to bring a question to you, my brother and my sister, this morning. Ikiwa unaweza hukumiwa asubuhi ya leo, je, hukumu ambayo utapewa utakuwa umejipata uko na makosa ama hauna makosa? Will you be guilty or innocent of the accusation? Kwa sababu inaweza semekana umefanya hivi na umefanya hivi na umehukumiwa kwa sababu ya hiyo. Je, utakuwa ni ukweli ama itakuwa ni uongo? Swali ni lako kuweza kujiuliza asubuhi ya leo.
I want us to go to the scriptures in the book of Revelation. Kufungua nami katika Revelation ama uandike if you have somewhere to write. Revelation chapter 20. Revelation chapter 20 and verse 12. Bible inasema hivi, kisha nikawaona watu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni John the Revelator anayeona maono ya mbinguni. Na anasema siku moja alikuwa anaongea, actually anajaribu kuleta kuhusu hukumu ya siku za mwisho. Kisha nikaona watu wakubwa na wadogo, presidents and ordinary wananchi. Bwana asifiwe sana. Bishops and ordinary members of the church. Akawaona. Wewe ni mmoja wao hapo sasa. Uko hapo miongoni ya hiyo watu wote wakubwa kwa wadogo. Walikuwa wamesimama mbele ya kile kiti ambacho ni Mungu tu anaye kikalia kile kiti. Na akasema aliona pia vitabu vikifunguliwa. Alafu kitabu kingine, yaani kitabu cha uhai, kikafunguliwa pia. Wafu wakahukumiwa kadiri ya matendo yao. Waliokufa aidha wamemjua Mungu hapana, walikuwa wameokoka ama hapana, kitabu kilikuwa pale. Na wote walijajiwa, walihukumiwa kulingana na mapendo ama matendo yao waliokuwa wametenda. Actually kama ilivyoandikwa ndani ya vitabu hivyo. So ninazungumza kuhusu nini? John says the dead were judged according to what they had done. And even those who will be alive that particular day, because the day of judgment will come. Ile siku ya hukumu itakuja. Na itajaji kila mtu kulingana na nini? Bwana asifiwe. Kila mtu. Na ndio sababu nikauliza, je, leo hii ukihukumiwa kwa sababu ya tendo fulani, lolote lile, je, will you be innocent or will you be guilty? If you are to be judged, vile ambavyo unamchukulia Mungu wako serious, vile ambavyo unatii neno la Mungu. Bwana sifiwe sana. Ikiwa utahukumiwa kulingana vile unavyomfanyia Mungu kazi, je, utakuwa guilty ama innocent? Guilty ni kwamba niko na makosa. Innocent ni kwamba sina makosa. 2 Corinthians pia, you can also go back there. 2 Corinthians, Biblia inasema namna gani katika 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. Bible inasema hivi, chapter 5 and verse 10. Inasema ya kwamba maana sote ni lazima tusimame mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mmoja apokee anayostahili. Kila, kama uko na Biblia yako ama simu, hebu write hapo, everyone. Mhubiri mpaka mchawi na wasinzi na wakora wote, kila mmoja, wazuri kwa wabaya, watoto kwa wakubwa, kila mmoja, sote ni lazima, sisi wote lazima tusimame mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mmoja apokee anayostahili kwa matendo aliyofanya wakati alipokuwa anaishi duniani, aidha yawe mema au mabaya. Praise the name of Jesus. Najua hapa sisi wote tumewahi kuwa shule. Na siku moja tumeitwa pale kwa darasa, kwa assembly, kwa sababu tunahitaji kusomewa majina ya wale ambao wamelipa school fees na wale ambao hawajalipa. Wale ambao wamelipa wanaambiwa ingia kwa darasa, enda kwa class. Yule ambaye hajalipa anaambia ngoaje, ona gate. Na unaenda. Na ndio uweze kuingia kwa shule, lazima ukuwe umekamilisha, ama kwa darasa lazima ukuwe umekamilisha mahitaji yote ambayo yamewekwa. Na moja yake ni kulipa gharama ya kusoma. Je, umelipa gharama ya wokovu wako? Unailipia gharama ya wokovu wako? Unajua kuna mtu alilipa, of course
hautaweza kuilipa ili kwamba tufanye kitu ndio posa uweze kuokolewa, la, lakini kuna mwenye alilipa gharama ya wokovu wako. Je, do you take it serious? Na unachunga kile ambacho ulipewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu fungua nami pia. This is a scripture ambayo nafikiri hebu niseme hivi. Mara nyingi wakati Mungu unakuta ya kwamba anazungumza ama scripture inakuwa inarudiwa mara mingi, jiulize nini ambacho Mungu anazungumza na wewe. There's a scripture ambayo nimesoma hapa mara kadha wa kadha. That is John chapter 8 verse 31 and verse 32. This is one of the things ambayo Kristo Yesu aliambia wanafunzi wake, that if you keep my word, then you are really my disciples. That they will know the truth, and the truth will set you free. Utajua ukweli, na huo ukweli utakuweka ukuwa huru. Iwapo wewe ni mwanafunzi wa Kristo Yesu, na naamini ya kwamba nazungumza na watu ambao wangependa kwenda mbinguni, watu ambao wangependa kumfurahisha Mungu, na tena watu ambao pia ni watoto wake Mungu ama wanafunzi wake Mungu. Na tukijua ukweli, neno la Mungu linasema ya kwamba ukweli utafanya nini? Utatuweka huru. Now, to be set free, it is to be at rest. Ya kwamba hauna stress. Yani hata ukiwa hapa hivi, mtu mwenye ako free, hana stress, ako hapa hivi amerelax tu, neno la Mungu linaingia tu vizuri. Ako relax, neno linaingia vizuri. Na hana pressure, hana zile za harakisha pastor, kuna kama shughuli niko nako mahali. Hapana. Ametulia because there is no pressure. Praise the name of Jesus. This person, there's nothing ambayo inamsumbua. Unajua ulimwengu tulio ndani yake, kuna watu wanapitia so many tough times. Mawazo ni mengi. Watu wengi wamesongwa na mawazo, depression. Watu wengi wamepitia mambo mazito mpaka wanajiuliza, why am I here? Wengi wanafikiria kurudi ushago, maana maybe anafikiria uko expenses mingi hakuna. People are going through so much stress after stress. But one of the things is this: when you know the word of God, it will set you free, and you will be free indeed. Bwana asifiwe sana. Hautaishi kukimbizana na pesa, pesa zitakutafuta. Hautaishi kukimbizana na kutafuta marafiki, they will look for you. Hautaishi na stress za kukua na maswali mingi, kesho itakuaje? You leave it to God, na Mungu ataishughulikia. There's no need ya kushughulika na kuwale mingi, and yet you cannot do anything, not even a single minute of your life. You cannot add it to yourself. Hawezi. So leave it to God. So know the word, know his word, and that word will set you free. Na mtu wako free, anaweza tembea mahali popote, na hana uoga ya mtu yoyote. To be free, it is to be at liberty. Ya kwamba niko na uhuru wa kutembea, niko na uhuru wa kufanya, sijafungwa, si lazima niombe ruhusa, si lazima nifanye nini. I'm at liberty to do whatever that I think it is okay. But of course, for the children of God, you do what is right in accordance to the instructions that God has given us. Praise the name of Jesus. Amen. To be free, it is to be at no, and you're not at any bondage. Haujafungwa na tamaduni za nyumbani, haujafungwa na tamaduni za nchi. Nashukuru leo tunasherehekea utamaduni day kama nchi. Ni vizuri, kuna tamaduni nzuri, kuna sheria nzuri, lakini kuna zingine ambazo sio nzuri. Wewe amini Mungu akuongoze, ama uongoze na tamaduni ambazo ni nzuri. You know, auongozwi na kile ambacho kinaongoza ulimwengu. Today we are living in times and days where the evil seems to be good. It is kind of thriving, and everybody thinks that is okay. That is what we call a worldliness or a covetousness, where everybody does what they think is best for them. To be free is also to have the freedom. Then you can go. Yeah? Let me tell you, mtu mwenye ako kwa kifungo anakuanga hana chake. Actually hata kile anafanya anaongozwa, ako na mwelekeo. Ukitaka kujua, uliza wanafunzi wa high school wenye wako boarding school. Na kuambia mtoto wa zile sheria zinakuanga shule ya kwamba sometimes hata kusimama na karibu na gate ya shule ni hatia. Na ndio sababu unakuta ile siku ambayo shule zinafunguliwa, these children ama these students wanakuanga ni kama dama ambaye ameachiliwa kwa zizi. Kadama kadogo kanafungia watu mahali padogo, kanazururaga tu hapo. Ile siku katapata mwanya, kanajifeel,
kanaishi kako mahali pazuri, kanaishi afya ama hewa imebadilika, anaweza enda everywhere. So someone who is free, he will not be at anybody, hana kifungo chochote. Na leo kuna watu ambao wanaishi ama wamekaa na vifungo vingi sana katika maisha yao. Even believers, kuna vile watu wamefungwa, and I'm going to show you in a few minutes. Watu wamefungwa na mambo mengi, na watu wanataka kujiuliza maswali, Mungu why me? A person who is free, he will not live a life of struggles. He lives a life of less struggles. Hakuna masumbuko mengi kwa yule mtu ambaye ako free. Na ndio sababu neno la Mungu linasema John chapter 8 verse 31 and 32, the last bit of it. You will know the truth, and the truth will set you. Hallelujah. You will know the truth, and the truth will set you free. Ni wangapi wangependa kuwekwa huru siku ya leo? Ni wangapi wanataka kuwa huru siku ya leo? May you receive the freedom, and may God set you free today in Jesus name. But then there's a condition. Kuna masharti ambayo lazima uweze kujua na kufuata, ndiposa uweze kukua mtu ambaye yuko huru. Praise the name of Jesus. God wants to set us free, by the way. God wants us to be free. As a judge, he wants us to get out of this bondage. Mtu mwenye ako prison, I have a friend of mine mwenye aliendaga huko, na kaniambia there's a time amekaa pale, hajui mchana na hajui usiku. Aliwekwa kwa room mahali ambapo room ni constant, ilikuwa giza but constant for a long time. Yaani chakula tu anapeangwa hapo, choi chuki karibu hapo. Ni chakula tu inakuja na choi kwa hapo. Amefungwa. Na huyu mtu anafungwa mpaka mawazo inafungika. You know that? Ukiwa mahali pamoja mpaka mawazo inafungika. Mpaka every system of the body inafungika. And until the judge comes and says, siku yako imefika, I'm going to set you free. Ama president ile siku ya amnesty yaseme wafungwa fulani ambao wako na kifungo fulani nimewaachilia wafunguliwe. That day of freedom, when it comes, somebody gets out there and they are able to venture, they are able to do what they were not able to do when they were in the prison or when they were in the bondage. And can I confess to us this? There are some people who are living in the bondage. Kuna Wakristo wengi pia ambao wanakaa katika hali ya kifungo ambacho hawakielewi. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Let me bring a question. We are speaking about the justice of God. Mungu wa haki. Wacha niulize swali hili. Why is it that the people of the world, they seem to do better than the people of faith? Watu wa ulimwengu na watu wa dini wanakaa kufanya vizuri kuliko sisi wa kiroho. Sisi wenye tunaongeanga na dini, sisi wenye tunafungaga 20 days, 1 days, 7 days. Wala sifiwe sana. That's a question. Why is it that the people of the world, they seem to do better than we are doing? We have the Pentecostal, sasa ni sisi. Kwa nini hatufanyi vizuri kama Protestants? Kwa nini hatufanyi vizuri kama Catholics? Kwa nini hatufanyi vizuri kama non-believers in terms of the blessings, the physical blessings, and doing good ama kukaa vizuri in what maybe inakaa ni kana kwamba maisha ndio haya ama ndio mazuri? Where is the problem? Where is the difference? Shida iko hapa. Hebu angalia jirani muulize shida iko wapi na usijibu kiulizo. Jijibie na huko ndani. Where is the problem? Is there a truth that these people know we don't know? Is there a principle that these people have that we don't have? Or these people do we don't? Principle ni kanuni. Mambo ambayo inafaa.
Is it Daniel chapter 11? I don't know the verse inasema ya kwamba the people who know their God they will do what? Watu ambao wanajua Mungu wao watafanya nini? Watu wanaojua Mungu wao watafanya mambo makubwa. Mambo makubwa. Hebu uliza jirani yako na usijibu pia ukiulizwa. Ni mambo gani makubwa umefanya? Na usimuulize, usijibu that is ukiulizwa. Okay. Kwa niaba ya wale ambao wataki kuulizana ama kuulizwa, hebu uliza moyo wako, moyo wangu umefanya nini kubwa? Na uulize moyo wako ukiwa serious. Moyo wangu, ni nini umefanya kubwa? Ama jiulize wewe jina, jiita kwa jina. Sami, ni nini umefanya kubwa? Kwani hujui Mungu? Wewe unajua Mungu? You know kamtano kako na wewe. Huh? And you can even smile between the meeting of you and yourself. Huh? The people who know their God will do good exploits. Exploit in mambo, you know, exploits from the word explode. Kitu explode hapa. Siku nyingine sijui mtu tujui watoto wananunuliwa wangu. Mtoto wangu wamenunuliwa watu wawili. Alafu Emmanuel akamaliza yake, alafu akaweka pumzi. Sisi tuko tu hapo hivyo, kila mtu hapa zake. Alafu sijui aliweka tu hapo mbele. Alafu akatoka from one, akakuja kikanyanga. Oh, ikaripuka. We were like, ni nini imefanyika kwa nyumba? Kumbe kijana alienda kaka pumzi kwa ile karatasi, alafu akakuja akachapa hivi karipuka. Na for him was like, yes. Amestua watu. It exploded. And yani something about ina explode, everybody atacatch attention yake. Everybody will catch the attention. So what is it that you have done? You will know your God that has caught the attention of the people around you. Ili umefanya wewe unamjua Mungu na catch attention ya your neighbor, attention of the society, regardless of the vita utakazopokea. Bwana asifiwe sana. Why is it that a believer born again and filled with the Spirit for many years seems to not even have hope for tomorrow? Anakaa ni kana hana matumaini ya kesho. Ni lazima tubadilishe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni lazima tukae kama sisi. Nasikia kwenye watu kuita wanasema cheza kama wewe. Ni lazima tukae kama sisi. Identity yetu lazima ibadilike. Na kuna mambo lazima tubadilishe ndio identity yetu. Hallelujah. Ndio identity yetu iweze kudhihirika na kuoneshana ama kuonekana, ni lazima tubadilishe mambo fulani. Now these people, because honestly looking, hawa watu ambao wanaitwa Catholics, sijui kama kuna mkatoliki hapa, lakini kuna roots, najua kuna roots. Hawa watu ambao wanaitwa the PCAs of the day, najua wako hapa na kuna roots. Na wengine ambao pia wanaitwa the you know, the ACKs of the day. Hawa watu wako, unajua sana and kindly get me right, wewe ambao uko na roots zake na uko hapa, and because I know they are there anyway. I'm not saying siongee kitu ambacho sijui. These people kuna vitu ambazo they take serious than us we do. Tukiomba nilisema kuhusu kuna ile hali ya kudharau mambo ama kuchukulia vitu kwa mzaa. Taking things light. These people, there are things they don't take light. Na ndio unakuta kwamba the material blessings they will come and they will seem to be doing much better, ya kwamba sometimes hata wanatuangaliaga wanashinda huyu Mungu wenu, na vile mnaongeanga na lugha zingine hata hatuelewi. Kwa nini hatuoni matokeo yake? Bwana sifiwe sana. Amen. Unajua zile lugha tunaongeaga sisi, wewe kuna zile hawasikiaga. Si kwamba wamwabudu Mungu, wanamwabudu Mungu.
Look at the SDAs, my friends. Those people, they seem to be doing good. Wakiweka kazi ya kufanya nini, they go and they wanasonga kusonga without turning back. Number 3 categories of these hawa watu watatu ambao nimezungumzia. Kuna mambo matatu ambayo they take very serious. Very serious. 3 things. And number 1, what they do, they take it very serious. Kenye wanafanya hawachukuli mchezo wake. Hata kama ni kabiashara kadogo mtu ameanza, anajua the seriousness nitakayochukulia hapa, the foundation nitakayoweka hapa. These people have a vision that I want to get somewhere, and they will work so hard to make sure kwamba wametimiza. So they take whatever they do, they take serious. Whatever they do. Number 2, their time, muda wao, masaa yao wanaichukulia very what, church? Very serious. Can I give you a very good example? No, remember tunaongea kuhusu justice of Mungu anajibu, anatenda ama anahukumu kwa haki. Look at time. The Catholic Church, na wala mko hapa mtadhibitisha. Catholic Church wanakuanga na ibada ya asubuhi ya mapema ya saa ngapi? The earliest service 6. Na hiyo 6 utakuta kanisa imejaa, ama 6:30 latest maybe. Kanisa iko na watu. One of the churches ambayo niko at least sure nayo. Kuna church kwa hapa Ngoroi ukielekea Kiserian. Mara naenda Kiserian, maybe some of the Sundays ambao tuko na ibada Kiserian. Unapitia hapo saa moja unakuta parking imejaa. Na church actually ni kama wanatoka. Is a friend of mine anaishi tu hapa, ambaye mimi wakati ninatoka hapa maombi ya asubuhi, nikienda nyumbani sasa kuchukua watu wangu kurudi church, ninakuta naye ndiye ametoka kanisa. Nashindwa ulienda maombi kama mimi ama nini? Aniambia ni ibada nimetoka. These people are serious with their time and their time to God. One time tulikuwa tunaongea na Reverend akaniambia siku moja, baba yake ni pastor wa Catholic, catechist pia. Siku moja Reverend wako nyumbani na baba yake. So akamwii siku badala dadi kwenda nyumbani, kwenda church, si ngojeni jitayarisha alafu nikupeleke church. Na hiyo siku dadi ya Reverend, of course anakuanga pale mbele. Ndio kuna zile mavazi wanavanga alafu lazima kwa kule mbele. So hii siku na alikuwa anafaa kuja kusaidia padri. Hii siku Reverend wamechelewa. Alafu Reverend amesuni bio waende kanisani. So baba Reverend akaenda akavaa hizo manguo zake. Alafu so si service inaendelea na amechelewa na amevaa manguo. Anaharakisha ndio apande pale kwa padri aende amsaidie. So he is shocked kwa kustaajabu kwake. Padri akiwa pale alimsimamisha mbele ya watu. Ni saa ngapi? Umechelewa. Mbele ya watu. Uliza, nenda ulizie. Alikaa, hakusimama. Padri alimwambia ni saa ngapi umechelewa? And that is what happens. Even to our village, my dad is ni mmoja wao. Ukichelewa kanisa kwa ibada yake, na unakuja tunaharakisha unaenda kuvaa hizo manguo. Utakuja kuvaa hizo manguo ndio, lakini utakaa pale. And those people, do you know one thing? Sasa nikauliza Reverend, sasa dadi alirudi hiyo siku nyingine alirudi. Kaniambia akose. Hata alienda kutubu. Alienda kutubu kwa padri, pole nimechelewa na sitarudia. So Reverend akaniambia kutoka hiyo siku yeye mwenyewe akajifunza lesson na dadi hajawahi chelewa tena. Ya dadi to Reverend now. Uliza mwenzako ulikuja kanisa leo saa ngapi leo? Uliza mwenzako ulikuja kanisa saa ngapi leo? Uzuri. Sasa sijui uzuri ama ni mbaya. And I think this is where we go wrong, I think this is where we go wrong. That we don't take serious our time with God.
Na unajua, let me say this. We are talking about the justice of God. Haki ya Mungu. Mungu ataangalia yule mtu ambaye ameona today is Sunday. And this is the time yake Mungu, na ibada tumeweka ni wakati huu. Na Mungu atasema yule mtu si anajua ibada ya kanisa na masaa ya kanisa na amekuwa mwaminifu, ni ameenda na I will also be faithful kwa kazi yake. Ile kazi ambayo anafanya, kile ambacho anafanya nitakizalisha. Atangangana kwa sababu iwapo masaa yangu ameiweka vizuri. Hajapenda kupumzika kwa time yangu. Unajua kuna watu wanapenda kupumzika time ya Mungu. Ni wakati wa fellowship, ni wakati wa church. Alafu naona because si bado kama ni 10 to 11 ama 10 to 1. Wacha mimi niende 11. Nitakuwa at least So unasema wacha ujiwekelee kidogo. God will be like, okay, ni sawa, lala. Tutakutana kwa mizani. Tutakutana mizani. Nikigawa na kugawia hiyo na mwingine namgawia gani? Namgawia ile. And that is why those people, in as much as they are carnal, Mungu anapoangalia, he will be like, these people are faithful because time I have given to everybody. The Bible says time and chance belong to them all. Na times and seasons, they belong to God. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. These people, number 3, they are also faithful and serious with their faith. Wako serious na dini zao. Na mimi sina shida na dini. Na sijasema ukue mtu wa kidini. Hapana. But when God looks at these people, the way they take me and my day, wanaona ya kwamba actually, this, I don't know, but you don't have to do this, but it's good to borrow from it. Wanaonanga si vizuri niende kanisani vika aone sifanyi kile ninahitaji kufanya kanisani. Sitaki actually most of them are like, sitaki kukazirisha vika. Si unajua vika? Sitaki kukazirisha padre. Sitaki bishop akazirike. And when Mungu akiwa ameketi pale anaona, hawataki kukasirisha kuhani ambaye nimeweka asimame on my behalf. Mungu anasema, this by honoring kuhani wangu, hao watu wanafanya nini? Wananiheshimu. And God atapeleka hiyo sehemu kwao. Wewe utakuja hapo upige ndimi zako, na Mungu atakupatia tu sehemu yako kidogo, na mwingine ataifanya nini? These people, they respect their faith. Bwana sifiwe sana. Remember, we are talking about the justice of God. A just judge judges a case not on relationship basis, but on legality. A just judge, hakimu mzuri, hatoi hukumu yake kwa sababu ya uhusiano. Hey. Bwana sifiwe sana. Amen. A just judge, and this is a very serious, a very powerful note. Hii kama unatuitaga, you can tweet this one. A just judge judges not on a relationship basis, but on legality basis or law basis. What am I saying? Ya kwamba Mungu hatatoa haki kwa sababu wewe ni mtoto wake ama kwa sababu kuna uhusiano mnajuana na yeye. Anatoa haki kwa sababu ya vile ambavyo ameweka sheria yake umeifuata ama hapana. Hallelujah. Amen. Now these people that we are talking about, they put their mind and focus in what they do prudently. Kwa uaminifu na kwa uadilifu wote. They observe the discipline of their work and their ethics. Wanaangalia kama ni kazi, kama ni ibada, kama ni huduma, ninaifanya katika ile discipline ambayo imewekwa. Because even in these churches, there are disciplines that have been put. Na ukifollow discipline, kuna tiki yake. If you don't follow the discipline, kuna tiki yake pia. Kuna hukumu yake ambayo mimi kama mchungaji ninaweza kosa kuhukumu. Lakini kunaye ambaye anajua kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana.
these people, the three categories of people ambao nizungumzia, the Protestants, the Catholics, the non-believers, wengine who are so good into what they do and they are serious. The only problem with them is that they have not made a relationship with Christ, which is far much important anyway. But then, these people, they happen to be very strict to their God also and to the religion. Ninaongea kuhusu watu wa dini. These people are strict. These people are serious. If it is given towards the work of God, hey, hapo uwezi watoa. Siku moja nimesema kuna mwanasiasa ambaye alitoa kwa Christmas fulani, alitoa 100 wheelchairs kupeana tu hivi. Nikawaza hivi nikaona, nakwambia ufalme wa Mungu ungekuwa unaingia kwa sababu ya kutoa. Huyu hata angeingia. Na wanasiasa wetu pia, kama ufalme wa Mungu ungekuwa kwa sababu ya give the charity, the arms na huko, wanasiasa wetu karibu wote wangeenda mbinguni. Hawangekangana. But that is not the case in the kingdom of God. So these people are strict to their God. Now, you will know your God. Are you serious with the law of your God? Hallelujah. Now I'm asking you, nakuuliza, nikijiuliza mimi pia. There's someone who challenged, two people who have challenged me when it comes to their faith in God and their day of worship. Kuna jamaa nilikuwa nafanya kazi na yeye, ile kazi ambayo kwenye nilikuwa nashikiwa. This guy is a Seventh Day Adventist. Kanisa Saturday. Now these people, mafunzo yao and their songs, you can just be there and you feel their blessing. The difference tu kidogo tuko nayo na wao. Kidogo sana. This man, they worship the day so much. Hiyo siku ya Sabato. Si ni kweli? Si mnajua watu. This guy, kazi yake ilikuwa inaisha Friday 6. Na ikifika Friday, kama hayuko workstation yake, maybe akiwa ameenda huko kwenye atakuwa kazi anamalizia 6. And even the office ilikuwa inajua huyo Friday hata apewe kazi mingi, anapewa tu kazi kwa within. Na kesho hata hakuna mtu anaweza mpigia, hata ukuwe na emergency gani, hakuna mtu anaweza mpigia simu. Ako 7th day. Na hata kama hataenda kanisa, atakaa kwake. Anaabudia Mungu wake kwake for some reason, maybe sick or something. Tuachane na huyu. Si tunajua mtu anaitwa Maraga. David Maraga. Tunajua David Maraga. Former Chief Justice. Former Chief Justice alikuwa SDA Adventist. So, kuna wakati ameulizwa swali akiwa anafanya interview. Alikuwa anaulizwa maswali mengi. So, kwa sababu the interviewers walikuwa wanajua kuhusu imani ya the Seventh Day, akaulizwa, na sasa kwa sababu kazi yenu ni so demanding, na isemekane ama ifike ya kwamba unahitaji kukua kazini Saturday, na hiyo ndio siku ya ibada, itakuwaje? Said anasema yeye hawezi na hataenda kazi hiyo siku. Afadhali kazi ikose, lakini asijikute ameenda kazi ati kwa sababu ni Chief Justice aache kuwa na Mungu wake na wakati wake wa kuabudu. You think huyo jamaa alikuwa pata na ni interview Ni interview, si hata shapata job. Anasema afadhali hiyo kazi ikae, but my God and my day of worship is who? Hebu uliza jirani yako kama wewe unaweza sema hivyo. Na unajua ni kazi unapata millions of money. Ma security, magari kubwa. Unasema kama hii ndio itafanya nikose hii kazi, wacha ikae. That is how serious these people huko nje wako serious na Mungu wao. Na ndio unakuta kwamba hata wale ambao wajaokoka, there are some people who are doing so good. Lakini sasa sisi ambao tumempenda Mungu, why? Bwana asifiwe sana. Can we challenge? Na ndio nikasema God, look at me. Kuna mtu analala. Angalia. That's why I'm saying God judges with justice. Anatoa hukumu yake kwa haki.
Kwa sababu sasa hata kama wewe ukiwa unaniheshimu na unaheshimu siku yangu ambayo nimeweka, ni nini mbona nisikupatie kile ambacho ni wewe? Mwingine kwa nini? And that is why I say this statement. That God, I mean a just judge, he judges, and in this case our God is just. He judges not on a relationship basis. Kwa sababu tuko na uhusiano na Mungu wetu. Kwa sababu ni baba yetu. Alright? Lakini huyu baba kwa sababu ni mzuri, anaangalia kuna vile nimesema, the Bible says in one of the commandments, observe the Sabbath and keep it holy. So these people, they worship the day so much. The Protestants, the SDs and all that. Na kwa sababu ya Mungu amesema siku yangu observe it and keep it holy. Na ameona kweli these people they keep it holy. Niambie ni wangapi wana haso na huko ili ya kwamba wameanza kitu kana fail. These people whatever they begin in succeed. Majority of them, 99% maybe of them, they are doing well. Angalia sisi wepo, tutaomba, tupige ndimi, tupige magoti, tutoe makamasi, tutoe manini na tunalia, tukitoka hapa tunajua Mungu milango imefunguka, mambo itafanyika. Tunaenda, mwezi unaisha, tunarudi the same place ya fasting 10 ya 1 week. Tunaomba, lakini Mungu akituangalia anasema unafanya vizuri. Sawa, unafanya vizuri. Lakini kumbuka neno langu. Kumbuka neno langu. Bwana sifiwe sana. And these people, when they are doing so much, when they are very faithful kwa kanisa zao, when they are very faithful to their God, sisi tunawatupianga mawe sana. Sema wasi wa kiroho, mbona wasiende kanisa, mbona wasikue wamejazwa na roho, tunawatupia mawe, tunaongea sana. But Mungu anatuangalia anasema, these people, yes, there's a part they are failing. But you who knows it, who is led of the Spirit of God, because those who are led of the Spirit of God, they need to discern kile ambacho Spirit anasema wanafanya. Kwa nini hamfanyi? That's a question. This is a question that we need to ask all ourselves. We don't keep time. We don't even repeat or even respect the days that God ametupatia. We seem to give excuses here and there. May God help us. This is message, by the way. It is not for you, Cecilia. Only, rather, it is for you and me, myself, who is preaching this message. It is not for you alone. It is for you and myself. Evaluate. Tujiulize. Is scripture Daniel? Why? The people who know their God, they will do exploits. I want you to kitoka hapo, go and ask yourself, enda ukae chini. Hata usikuwe na harakati ya kufanya zile vitu unaenda kufanya, or even in the evening. Ask yourself, yes, I know my God for 1 month now, for 2 months now, for 1 year now, for 5 years now. What is it that I've done that is big? Ni kitu kubwa nimefanya cha maajabu kikubwa, either for the kingdom of God or even for myself or even for my family. Ni nini nimefanya? Because I know my God. Ukiangalia jirani yako kuna vile, ukiangalia jirani yako alipata kaploti, ukiangalia jirani yako alifanya nini, biashara alifanya na inasonga kusonga, hakuna kungangana. Na huyo jirani hata kanisa haendani, huyo jirani hata ajui Mungu. Na huyo jirani si ya kwamba anatumia miti. Unajua miti? Si unajua miti? Si ya kwamba anatumia tumiti basi. Si kwamba anatumia tumiti. Hapana, ako tu sawa. Ako normal. And anafanya vizuri. Wewe ambaye unatumia nguvu za Roho Mtakatifu, mbona usifanye exploits? Because of some of these small things we are trying to do what? We are trying to avoid. Some of these are more small. Let's look. Let's to consider watu wa Mungu. And take this God of ours serious. Na mstari tulioanza kusoma, turudi hapo tena, Psalms verse in chapter verse 8, chapter 9. Anahukumu ulimwengu kwa haki katika mahali pake pake. In his judgment seat. Anahukumu ulimwengu kwa haki
Mungu anahukumu kwa haki. Hata kwa watoto, wanafunzi wa shule hapo. Ndio unasema umemjua Mungu. But if you don't do what is expected. Look, this is a very good illustration. Wewe ambaye umeokoka. Some of us we made some of these messages in school. Umeokoka, kiongozi wa CU. Na every time see you, every time see you, every time see you. Ukipata break time see you. Kuomba tu. Lakini wakati watu wengine wakistudy. Watu wengine wakistudy, wewe huko. Break time kulala. Remember one guy, thank God today is a pastor. This guy is called I'm forgetting his name, but the other name was Muredi. This Muredi, I remember Muredi was a stubborn to me. Maybe this your leader, na ni captain in one of the departments in the school. Na sasa unajua tulikuwa na privileges tukiwa shule. I was a dining hall captain. So I was that in command kwa shule. Kutoka kwa captain, deputy, na sasa DH captain. So this guy alikuwa sharp. Alikuwa yani top 5 class yetu. Mimi sikuwa namuona, nilikuwa kule, namuona ndio huko ki numbers So this guy alikuwa ananitesa. So kuna vile tulikuwa tunapata privileges za chakula, mikate, wanafunzi wakipatiwa mkate, kota unapatiwa mkate 2. So mimi sikuwa na makapti na huko unanunua mkate ya kioski ya shule. So jamaa unafikiria maana itaishi milele. Utaona kama utaishi kwa maana ukitoka hii shule. Hiki kitu nasikia niongeza. Ukienda siu, naambia umeenda kuomba, endeni tuone kama mtatupita. Ndio kana shida. Na ni kweli kwa sababu wewe simpiti. Ninaomba, ninajaribu kufanya nini? Simpiti. Yeye alikuwa anamka mapema, naye akienda kulala my friend ana concentrate. Sasa mimi najaribu kufanya wakati mwingine ukuta tu nimesoma 30 minutes nimeanza kuzienda. Tulikuwa tunasema kuzienda. You know? The guy ameshika tu vizuri. Nakwambia mtihani ikitokea ako pale on top. Principle that was, principle ya kupita mtihani si kuomba. Kuomba ni moja yake, lakini lazima ni kama Bible inasema faith without action is dead. So faith yako lazima ifuatiliwe na nini? Na matendo yake. So this guy akapita. Na alikuwa akioni kama alikuwa Paulo ama ni Sauli wakati ule. But thank God today is a pastor. Is a pastor. Kuna mahali Mungu alikutana naye kama Sauli. Akamtengeneza, akamfinya, akaona kwa ulimwengu hakuna matumaini. And he came to faith. He is preaching in Nairobi. So what I'm saying is this. We have to do kile ambacho Mungu anatarajia, anakusudia. And this is a principle that cuts across. Kio watu situdharau tena, tufanye kile kinafaa. Si umwai dharauliwa kwa sababu imani yako. Hamu kajiona ni kana kwamba mimi sifai. Munaenda mahali wale watu ambao Mungu wanafanya vizuri na wanafanya vitu vizuri. People of fundraising nini everywhere. They seem to be doing better, like wewe unakaa tuko pale chini. Hautajidunisha na hutaogopa, but let's do. If it is the day of God, let's be faithful. Kwanza hapo kwa muda, kwa time, watu wa Mungu, let us purpose. Praise the name of the Lord. Let us purpose. If it is the time ya Mungu, tuiweke vizuri na tujua kwamba Mungu si ya kwamba anakuwa amefunga macho. Tukiwa shule, tukiwa primary school yetu ilikuwa mahali ambapo hiyo ndio gate na school gate iko pale mahali mticha wanasimama anaona everybody akiingia. Teacher angefanya mistake tu hivyo aende akaangalia wale wana make noise na huko teacher on duty alafu ndio unajua umechelewa. Kuna miti zilikuwa kando mahali. So ulikuwa unakuja hivi unakaa hivi. Unaona teacher unamuona lakini yeye hakuoni, right? Hakuoni. So wakati ameambiwa kwenda kwa class, wewe unachomoka hapo mpio na unajikuta kwa wapi? Uko kwa shule. Na hata kuona unaepa hiyo.
unaingia kwa class. Anashindwa uliingilia wapi na kwa class au kuona. Unasema ulikuwa wapi? Wanafunzi mnasemanga mlikuwa wapi? Kwa choo. Exactly. Sema unajua kuja kuingia kwa choo kuangalia kama uko. Lakini kumbe ulichelewa, lakini you know some people we may behave the same to God even kwa mambo ya Mungu. Even in our coming to church. Tunachelewa lakini tunafikiria kwa sababu tunaona kama Mungu nikikuja hata niona. So najua nimechelewa ndio, lakini nina sneak in. Hallelujah. Unaanza kumwa. God saw you even when you coming from the house. Alikuona. Actually ni alikuleta nakwambia ndio kae pale. Sisi tunasema Mungu hakuona. Kindly let's kuna kitu inaitwa principles. Methods can change but principles don't change. Njia ya kufanya mambo inaweza badilika lakini kanuni haiwezi badilika. God rewards faithfulness as I conclude. God rewards our commitment to Him. God rewards our seriousness to Him. And He rewards with justice. Anapeana kwa? I think I've said that faith without works is dead. So faith has to be accompanied by deeds. Faith has to be accompanied by deeds. Almighty Father, in the name of Jesus, may your word make us, and may your word change us. We want to do exploits for you. We want to do great things. Help us, O God. Help us. In the name of Jesus. Can someone look for me that Daniel 11? That's your Shavuot's place. Daniel. Is it 11? People who know their God will do exploits. Yes? 11:32. Yes. But the people who know their God will firmly insist, will do exploits, depending on the version. Daniel chapter 11 is verse 32. 11:32. The people will do their God will do exploits. I charge you. Let's pray together. I charge you, and I pray for you. May you go and do exploits. May you go and do exploits. Enda na ufanye mambo makubwa. Because I know you know your God. And if you don't purpose to seek to know Him. Father, we thank you, we bless your name, and are grateful for your blessings in our lives. Receive all the praise and glory and honor. In Jesus' name we pray and we give thanks. In Jesus' name we pray and we give thanks. Amen.